Ya, karibu. Naitwa Celestine the Creator. Ya, tulipanga na ndugu yangu hapa kameramani kwamba kila Jumatatu tuwe tuna discuss neno la Mungu, kwamba neno lote kutoka kwenye Biblia, na leo tumeanza. Ya, kama kawaida leo tutaenda kwenye kitabu cha Yeremia 6:16. Neno la Mungu linasema, simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani, hii wapi iliyo njia njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini wakasema, hatutaki kwenda katika njia hiyo. Hapa nilikuwa natamani kwamba tuone jinsi gani Mungu anavyotutakia mema sisi wanadamu, anavyotupenda, lakini sisi hatutaki. Mwenyezi Mungu anasema kabisa kwamba simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani. Kwamba tuulize jamani, tuulize wazee wetu, tuulize baba na mama, tuulize shangazi zetu kwamba njia gani wao walipita wakaweza kuishi vizuri bila ugomvi. Baba na mama njia gani walipita wakaweza kuishi familia yao haikuweza kuwa na talaka za mapema, waliweza kudumu katika ndoa, waliweza kucheka muda wote, waliweza kuvumiliana katika shida na raha. Ya, Mwenyezi Mungu anatutaka kwamba tujue kuhusiana na hii hali, kwamba maana anasema simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani, iwapi iliyo njia njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Kwa hiyo tukifuata mafundisho ya wazazi wetu, tukifuata mafundisho ya wazee wetu, tutajipatia raha moyoni mwetu, kwa sababu sisi tutaishi kama wao waliweza kuishi kwa raha. Kwa nini sasa hivi tumekuwa tunagombana? Kwa nini sasa hivi magomvi yamekuwa mengi? Kwa nini sasa hivi magonjwa yamekuwa mengi? Ya, kwa sababu tumeshindwa kufuata ile njia njema. Na hapa anasema kabisa Yeremia 6:16 anasema, lakini wakasema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Hapa natamani tuone jinsi gani Mungu anavyotutakia mema, lakini sisi tunakataa, hasa vijana wa leo. Tumekuwa tusikii kila kitu, sisi tunajua. Sasa mimi nilikuwa nataka kusema kitu kimoja, kwamba tuwasikilize watu ambao wametutangulia, tuwasikilize makaka, tuwasikilize wazee wetu. Yaani kuna muda napendaga sana kutengeneza urafiki na watu ambao wamenizidi umri. Kuna rafiki yangu mmoja, mzee Tungu, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema, alikuwa yeye ana miaka zaidi ya 70, alipita miaka mingi sana, lakini alikuwa ananifundisha vitu vingi sana. Sasa na katika kupita njia ile ambayo iliyo bora. Leo sasa vijana sisi tuanze kutembea, tufate maneno badala ya kuwasema wazazi wetu kwamba nyie mmeshazeeka, nyie mmeshafanya nini. Mwenyezi Mungu anatutaka tuulize, tukaulize wao waliwezaje kuvuka pale. Wahenga walisema usitukane mamba akatujavuka nini, javuka mto. Ndio vijana wa leo tunawadharau wazee wetu kwa sababu wao tunaona kama wamepitwa na fashion, lakini kuna muda tufate old fashion. Na Mwenyezi Mungu atufanye nini? Atusaidie. Ni neno la Yeremia 6:16 kwamba simameni katika njia kuu, mkaone mkaulize habari za mapito ya zamani, iwapi basi iliyo njia njema? Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Lakini wao wakasema hawataki kufuata ile njia, na aliyopata ndo haya. Leo tunakutana na mengi sana. Tunaambiwa tusiwe walevi, tunaambiwa tusiwe humanizer, tunaambiwa hivi, lakini bado hatusikii. Wazee wetu wanasema tufanye kazi sana kuliko kukaa kulewa sana, lakini hatusikii. Basi mimi naomba Mwenyezi Mungu kwamba leo kijana mwenzangu kasimame basi katika ile njia ambayo ile bora, kapita yale, kafuata ile mafundisho ya baba na mama. Tunaambiwa leo tu mimi naishi single, si hivi na hivi, unatembea na yule. Nadhani neno la Jumatatu litakuwa limekutia moyo na kutakuwa umejifunza kitu fulani. Mimi naitwa Celestine the Creator, niko na ndugu yangu KP pale kwenye kamera. Love you brother. Thank you.